masikio yangu wakati ibada ya misa takatifu inaanza na aliadhimisha Baba Padre hapa. Kuna nia moja tu ya misa kati ya zile nia ambayo ilinigusa sana, baada ya kuona Mkristo mmoja akimwombea mume wake, si kwa sababu anaumwa, si kwa sababu amepata ajali, si kwa sababu anapitia changamoto yoyote, ila katika hali ya kawaida anatoa nia ya misa, anamuombea mume wake. Wewe hauoni kama hicho ni kitu cha ajabu masikioni mwako? Kwa uzoefu wangu mimi kwenye majimbo na parokia mbalimbali, ni nadra sana. Kwanza ndo nimekuja kusikia hapa. Hicho ni kitu nawapongeza sana. Mkristo huyo kuweza kuona umuhimu wa kumwombea mume katika hali ya kawaida. Nina imani huyo Mkristo ana uwezo wa kupiga goti au kukaa na familia yake nyumbani na watoto wakaomba kwa ajili ya familia. Hicho ni kitu ambacho nilijifunza pia wakati nikiwa Tabora. Nilikutana na mzee wa zaidi ya miaka 60 hivi, na ana miaka zaidi ya 40 ya ndoa, na ana watoto 6. Watoto 4 ni wa kiume, 2 wa kike. Katika wale watoto, mtoto wa kwanza ana miaka 10 ya ndoa, alafu mtoto wake wa mwisho ana mwaka 1 sasa wa ndoa, na nimefanikiwa kuhudhuria sherehe zile za ndoa za watoto 3. Lakini pia kwa sababu ameshakuwa ni mzee wangu wa karibu, ni kama family friend, huwa naenda tu pale na kaa siku 2-3 pale kwake, hata wiki nzima na uwezo wa kukaa pale. Kitu cha kipekee ambacho niliweza kukiona kwenye ile familia yake, kila mkiamka asubuhi, hata kama umechelewa, unakuja unagongewa, ni muda wa sala za asubuhi. Watoto wote mnakusanyikana pale sebuleni kwa ajili ya sala za asubuhi. Usiku hivyo hivyo, mara baada ya chakula mnaangalia sinema zetu, mnaangalia zile movie za Kifilipino zile zilizotafsiriwa Kiswahili. Unashangaa mzee anakuja pale. Okay, zima TV, huu ni muda wa sala za usiku. Mnafanya sala za usiku. Ni utaratibu wake wa miaka nenda rudi. Kwa hiyo utakuja kuona, mimi namtazama kama ni mmoja wa mzee ambaye amefanikiwa. Sasa kitu ambacho kitakushangaza zaidi au kilinistaajabisha binafsi, kwenye zile sherehe 3 nilizohudhuria, alikuwa anafanya hivi. Inapofika muda anataka kutoa wosia au kutoa zawadi kwa mtoto wake, watoto wote 3 huwa hangaiki na watu wote wameshamkalili. Akifika muda wa wosia ule wa kutoa zawadi, anatamka maneno kama haya, huku ameshika Biblia iko sealed vizuri. Anamwambia, mwanangu, umeishi na mimi siku zote za maisha yako mpaka leo unaenda kuanza familia yako. Mimi na mama yako umetuona tumeishi muda mrefu wote huu, tumekulea mpaka imefikia hatua hii, unaenda kuanza familia yako. Ni kitu kimoja tu na zawadi yangu ni moja tu, na kupatia hii Biblia, kwa sababu hii ni neno la Mungu, na hili neno la Mungu ndio limenifanya mimi nifike hapa, mimi na mama yako. Mzee zaidi ya miaka 60. Huyu mzee ana zaidi ya miaka 40 ya ndoa. Huyu mzee amefanikisha kuozesha watoto wake wote kwa ndoa za kanisani, na watoto wake wamenyoka kiadi kila mmoja, na wanaendeleza ule utaratibu. Hata wenza wanaowapata ni wa aina ile ile. Kitu gani tunajifunza? Neno la Mungu kama alivyotuambia huyo mzee. Nafasi ya Mungu ndiyo ambayo inaweza kuishikilia familia yako ikafika kule unakotamani. Sala ambayo ilikuwa ni utaratibu wake wa kila siku, au sala kama vile ambavyo Mkristo mmoja anaweka nia hapa, hata kama haweki nia hapa hadharani, au ana uwezo wa kukaa nyumbani na kuombea. Na kama hapa naona watu wanatoa shukrani kwa ajili ya familia, kwa ajili ya mtoto. Ni namna ambayo unawatengenezea hata watoto urithi wa imani katika familia na ndoa. Hata mafundisho ya Kanisa Katoliki kwenye katekisimu yanasema kwamba kimsingi familia ni zao la ndoa. Kwa hiyo inaangaliwa katika ushirika wa kudumu, inaangaliwa katika malezi, inaangaliwa katika wema wa wanandoa.
lakini vile vile inaangaliwa kama sakramenti, kwa sababu kuishi zaidi ya miaka 60 ya ndoa katika familia na familia isimame inahitaji neema ya Mungu. Sasa mimi wanawashangaa wale wanaoishi maisha ya ndoa bila ndoa, kwa sababu ndoa ni ushirika wa kudumu, ni malezi, uzazi, tuna vitu kama hivyo. Lakini mwisho kwa waliobatizwa tunaona ni nini? Ni sakramenti ambayo inawawezesha kuishi maisha ya kudumu, kwa sababu sisi wanadamu hatujakamilika. Neema ya Mungu inakuja kutukamilisha. Sasa unapoishi maisha ya familia bila kuja kuipa neema za Mungu, sijajua kama inaweza ikafika umbali mrefu. Labda kwa sababu tunaweza tukawa umuhimu wa familia tuufahamu kidogo, tumalizie. Naomba dada yangu, naomba na mwanaume mmoja. Simama. Dada, umeolewa? Hapana. Safi. Simama. Familia ndiyo taasisi ya kwanza kabisa kutengenezwa na Mungu. Mungu wakati anataka kuleta watu hapa duniani au kutengeneza uzao, hakutengeneza serikali wala hakutengeneza kanisa wala hakutengeneza mamlaka nyingine yoyote wala hakutengeneza shule, ila akatengeneza familia. Hata mwanaye wa pekee alizaliwa kwenye familia. Neno la Mungu linatuambia kwamba mtoto Yesu akakuwa katika kimo, katika hekima, akimpendeza Mungu na wanadamu katika familia, sio shule, sio kwenye serikali, sio kwenye mamlaka yoyote, si kanisani, ni kwenye familia. Kaka, umewa? Safi kabisa. Watumishi wa altare, naomba wawili waje. Papa Yohane Mtakatifu Paulo wa pili kwenye waraka wake alizungumzia masuala ya familia. Anasema nyumba yako familia iwe kama kanisa dogo. Na Francisco wa Sales akasema kwamba wawili nimeomba. Njoo simame hapa. Akasema kwamba familia au ndoa yako isikufanye iwe ni njia ya kuelekea kwenye utakatifu. Ukiona familia au ndoa inakuondoa kwenye njia ya utakatifu, kuna sehemu hapajakaa sawa. Tuchukulie huyu ni mke, huyu ni mume, si ndio? Alafu tuchukulie huyu ni mtoto wao. Safi kabisa. Sasa wakati huu kwa heshima nimnyenyue baba paroko aje kwa hapa nyuma yao. Simama hapa baba padre. Yes. Kwenye mafundisho ya Kanisa Katoliki yanayoakisi kabisa neno la Mungu na jinsi ambavyo Mungu alitaka familia iwe hivi. Baba padre hapa amekaa kama kiwakilishi cha maisha ya kiroho, kiongozi wa kiroho, nafasi ya neno la Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka hivi. Cha kwanza, formula ya kwanza kwenye familia, kwenye ndoa ni nafasi ya Mungu, na unaungana na Mungu kupitia sala. Nafasi ya Mungu. Padre amekaa kwa nafasi ya kuwakilisha neno la Mungu, nguvu za Mungu, neema ya Mungu, maisha yako ya kiroho. Hii hapa. Halafu akamtengeneza mtu mume. Baadaye akaona si vyema mtu huyu akawa peke yake, akamtengenezea mtu mke. Sasa katika ulimwengu wa leo watu hawaeleweki. Unaweza ukakuta si vyema mtu huyu akawa peke yake, badala aje mtu mke anakuja mtu mume. Hayo ni machukizo mbele za Bwana. Na baada ya kuwa simeanza kwa protocol nzuri ya formula ya Mungu, akafata mwanaume anajitambua vizuri kabisa na anawajibika, anakaa kwenye nafasi yake na mahusiano yake mazuri na Mungu, akapata mke vizuri, Mungu akawajalia zawadi ya watoto wa ndoa. Watoto ni zawadi, watoto ni zawadi, si kiini cha ndoa. Kiini cha ndoa ni hichi hapa, ule muungano wa watatu, Mungu pamoja na wanandoa wenyewe. Kisha wakipata hawa watoto wanakuwa ni zawadi. Sasa baba padri, nakuomba uende ukae. Kuna baadhi ya familia ziko hivi, hazina nafasi ya Mungu wala haziwezi kuunganika na Mungu. Ziko tu hivi.
Hii familia imening'inia, hii familia muda huo wote, na mara nyingi na hawa watoto watafuata hivyo hivyo, hawa watoto na watafuata hivyo hivyo. Sasa kaka kapumzike. Kuna baadhi ya familia ziko hivi, kuna baadhi ya familia ziko hivi, sijajua aidha bahati mbaya, aidha makusudi, au kwa hali ambayo inakuwa nje ya uwezo, lakini familia iko hivi. Lakini huu si mpango wa Mungu. Mpango wa Mungu ni ile familia ya awali ambayo na baba padre alikuwepo hapa, mume akawepo hapa, mke akawepo hapa, akijaliwa watoto namna hii. Hata urithi wa watoto na uzazi inakuwa safi kabisa. Kuna mahali unaweza ukakuta huyu mama akapambana, hawa watoto wakawa wakubwa vizuri kabisa, tukapata mapadri, tukapata madaktari, tukapata watumishi mbalimbali, lakini haimaanishi kwamba huu ni mfumo halali. Watoto wanapokuwa wakubwa, mama endelea kuambia kwamba waongoze vizuri, wasirudie au isijitokeze hali yoyote ya kuwafanya wawe kama ulivyowalea. Waoneshe njia sahihi ya kukaa katika familia. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo aya mkakai. Ndugu zangu, kwa kumalizia, familia ndiyo inayozalisha watu wengine, taasisi zingine. Taasisi ya familia ndiyo taasisi asili kabisa. Nashangaa siku hizi kuona serikali ndio inataka izalishe familia. Serikali ndio inataka itoe muongozo wa watu wakaeje kwenye familia. Kwa mfano, nilikuwa nasikiliza taarifa kule Afghanistan, wanasema kwamba kuna sheria inasema kwamba unaruhusiwa kumpiga mke ili mradi usimvunje mfupa. Kuna sakramenti 7, sakramenti 2 ni za utumishi kwa jamii au utumishi kwa kanisa. Maana yake ni kwamba familia itatuzalishia kanisa, itatuzalishia jamii. Hata magonjwa yote ya kijamii, hapa nazungumzia, kama nimetoka kuzungumzia hapa kuhusu single mothers, ndoa za maisha ya ndoa bila ndoa, mapenzi ya jinsia moja, siku hizi yako mengi na yanaonekana, na wenye ushawishi mkubwa wanataka kuonekana ni hao. Hata rushwa kwenye jamii, kanisa kutokusimama vizuri, inakuwa hayo magonjwa yote ya kijamii na ndani ya kanisa, hayo matatizo yote kwanza yanaathiri familia moja kwa moja. Lakini tukitaka kuyarekebisha ni twende kwenye familia, tuziimarishe familia zetu. Familia ni ufunguo wa jamii. Familia iliyo imara ni ufunguo wa mafanikio ya kanisa. Familia iliyo imara ni ufunguo wa taifa. Tumsifu Yesu Kristo. Asanteni sana. Naitwa Mwalimu Emmanuel Sai, mtaalamu na mwalimu wa mahusiano, ni daktari pia. Asanteni.